Walipotoka Bethania aliona njaa. Nani alikuwa na njaa? Huyo ni Yesu. Si ndiye alikuja hapa duniani? Kwa hivyo wewe huwa unaona njaa? Kama Yesu. Yes. Nilikwambia alitoka mbinguni akiwa na mwili haukufi, lakini wakati alifika hapa duniani alikuwa na mwili wa kukufa. Alikuwa anasikia njaa, hata ukimupiga alikuwa anasikia uchungu. Analala. Analia. Anacheka. Si ndio? Lakini Mungu hatafanya nini? Hatafanya hiyo. Kwa hivyo ukiona anayefanya hivyo sio nani? Si Mungu. Takbir. Haya, tuendelee. Lakini alikuwa anafikiria atafanya nini? Atapata matunda. Kwa hivyo wakati alikuwa anauendea alikuwa hajui. Lakini Mungu anajua hiyo ni. Lakini Yesu alikuwa hajui? Anajua. Alikuwa anajua kama kuna matunda? Alikuwa anajua ile mti uko na matunda. Aliyapata? Alikosa matunda. Kwa hivyo alikosea. Mr. Kiongea bila maiki huko. Maneno ya kurusha Mr. Tafadhali. Nasikia wanasema eti Waislamu wote wanamwabudu Allah. Allah ndio Mungu wao. Sasa nataka unieleze kama ni ukweli ama ni uongo. Kwa nini unafikiri Allah ni nani? Kitu yenye nimefanya nikauliza hiyo swali. Kwa wanasema ingine kwa Qur'ani, sijui kama ni ukweli but nasikia wanasema Allah alikufa lakini hakufufuka kama mtoto wa Yesu. Vuta pumzi. Soma hapa. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahiki. Yeye ndiye anafaa kufanya nini? Kukusudiwa na viumbe vyake vivyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Najaribu kumaanisha wakati mwingine naendanga kwa msikiti, ikifika Sunday pia naenda kanisa. Juu napenda tu. Mia 121 Zaburi. Kitabu cha Zaburi kulingana na Biblia kinaitwa Zaburi. 121. Hebu nisomee 4 hapo. Zaburi 121. Zaburi 121. Inasema, nitainua macho yangu nitazame milima. Zaburi. Nataka usome mstari wa 4. Mstari wa 4. Naam, hata sinzia wala hata lala usingizi yeye aliye mlinzi wa Israeli. Endelea. Inazidi kusema, Bwana ndiye mlinzi wako. Eti naam. Imesema naam. Naam ni kukubali ama ni kukataa? Ni kukubali. Naam. Hatafanya nini? Hata sinzia na hata kulala. Nani huyo? Huyo ni Yesu. Imesema Yesu? Imesema nani? Si ni Yesu? Hebu rudia tena msomaji. Naam, hata sinzia wala hata lala usingizi yeye aliye mlinzi wa Israeli. Nani mlinzi wa Israeli? Huyo ni Yesu. Haya, anasema ni Yesu ndio. Sasa sikia aya inayofuata. Bwana ndiye mlinzi wako. Wao wanasema Bwana Yesu. Na maana anasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo huyu Bwana anayezungumzwa hapo ni Yesu. Si ndio? Maandiko yametuambia hata sinzia wala kufanya nini? Kulala. Lakini kwa mujibu wa Luka 8:23 akapanda chomboni, akafanya nini? Unaona ile kulala yuko hapo. Nyinyi mnaifananisha. Ni kulala gani unajua wewe? Hii kulala si kulala ati hakuna kitu anaweza ona, amelala lakini kila kitu anakiona akiwa amelala. Akiwa amelala. Hata ile wakati alikuwa amelala, alikuwa anaona vile vilikuwa vinatendeka, lakini alikuwa anataka kuona nione kama watakubali vile watafanya. Alikuwa anawapima. Si ndio? Alikuwa anawapima. Maneno gani hayo uliyosoma kwamba alikuwa anaona? Maandiko inasema yeye halali.
Lakini maandiko yamesema alikuwa amefanya nini? Hiyo kulala Sio wewe, maandiko yanasema Yesu alipopanda chomboni alikuwa amelala. Alilala nini? Alikuwa amelala hiyo siku. Alilala nini? Hiyo si ni usingizi, alikuwa amelala. Unajua maana usingizi? Hiyo usingizi si hii yetu. Unaona mimi nikisinzia, siwezi jua ati niko hapa, niko mahali fulani, siwezi kama akili imepotea. Lakini yeye si kama hii usingizi yetu tunafahamu. Kwa hivyo mpaka leo huwa analala, lakini si kama sisi. Si kama sisi. Lakini analala mpaka leo. Hakuna maandiko inanionyesha hivyo. Lakini kuna maandiko ambayo yanakuonyesha kulala kwake sio kama kwetu. Inanionyesha alilala hiyo wakati alikuwa na au watumishi wake. Mbona aliamshwa kama alikuwa anajua? Alikuwa anajua ni vile wewe uko kama bwana. Watoto wako unajua kesho watakula kitu fulani ama kesho uko na mipango fulani, lakini yeye hawajui hiyo. Kwa hivyo Yesu anajua kila kitu. Anajua kila kitu. Mchana na usiku anaona kila kitu kitakuwa mahakama mpaka tukufe. Yeye ngoja tumuulize. Hebu nipe Marko 11:12. Marko 11:12. Naam, Marko 11:12 nasema, hata asubuhi yake walipotoka Bethania aliona njaa. Nani alikuwa na njaa? Huyo ni Yesu. Si ndiye alikuja hapa duniani? Kwa hivyo wewe huwa unaona njaa? Kama Yesu. Yes. Nilikwambia alitoka mbinguni akiwa na mwili haukufi, lakini wakati alifika hapa duniani alikuwa na mwili wa kukufa. Alikuwa anasikia njaa, hata ukimupiga alikuwa anasikia uchungu. Analala. Analia. Anacheka. Si ndio? Lakini Mungu hatafanya nini? Hatafanya hiyo. Kwa hivyo ukiona anayefanya hivyo sio nani? Si Mungu. Takbir. Haya, tuendelee. Tuzidi. Naam, hata asubuhi yake alipotoka Bethania aliona njaa. Akaona kwa mbali mti wenye majani. Akaenda ili labda aone kitu juu yake. Akaenda. Yesu alipokuwa anatoka Bethania aliona nini? Aliona mti. Njaa. Kwanza alihisi njaa. Kaona mti ili aone, akaribie huyo mti aone kama atapata matunda kule, kwa sababu alikuwa maandiko anasema kwa mbali akaona mti wa mtini. Akaamua kwenda ili labda. Ukisikia labda kuna uhakika? Ukisikia labda aone kama neno labda linakusudia nini? Hakuna hakika hapo. Hapo sielewi. Ukisikia labda ni kubahatisha ama kukisia ama kudhania ama kufikiria labda ndi hivi ama sivyo. Alikuwa anafikiria. Alikuwa anafikiria kama yule mti unaweza kuwa uko na matunda. Asante, twende. Naam. Akaenda ili labda aone kitu juu yake, na alipofikiria hakuona kitu ila majani. Kumbe alipofika hakuona chochote ila nini? Ili aliona matawi tu pekee. Lakini alikuwa anatarajia nini? Matunda. Kwa hivyo hakupata nini? Hakupata matunda. Kwa sababu gani? Hebu endelea. Naam, inazidi kusema alipofikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Maana si wakati wa nini? Watini. Hiyo tini si tunda. Hiyo ni tunda. Kama maembe vile, mapera. Kwa hivyo alipofika alikuta majani peke yake. Hiyo. Kwa sababu sio wakati wa nini? Hiyo mti ulikuwa mti mbaya. Ilikuwa si wakati wa nini? Unajua miti ina nyakati zake. Kuna msimu. Maandiko inasema huyo mti hakuna wakati wa kuzaa matunda. Ilikuwa sio nini? Si hiyo. Hebu rudia. Kiswahili ni kama kinaleta tafashi hapa. Na English unajua? Hapana. Lakini hiyo mti. Naam. Kifaransa pia umesema hujui? Kirundi tu. Sasa nitatoa wapi Biblia Kirundi? Endelea soma. Jana alipofikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia.
15. Wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao wauza njiwa, wala hakuacha mtu achukue chombo chombo kati ya hekalu. Haya, mimi nilikuwa na haja na pale. Yesu alienda kutafuta tini kwenye mti akakosa, sawa? Lakini yeye alikuwa anafikiria atafanya nini? Atapata matunda. Kwa hivyo wakati alikuwa anauendea alikuwa hajui. Lakini Mungu anajua. Hiyo ni... Lakini Yesu alikuwa anajua. Alikuwa anajua kama kuna matunda. Alikuwa anajua ile mti uko na matunda. Aliyapata? Alikosa matunda. Kwa hivyo alikosea. Mimi sitaki uongee bila maiki huko. Maneno ya kurusha mimi sitaki. Tafadhali. Kama unataka kuongea njoo hapa nikupe maiki. Njoo huku nikupe maiki. Uelezee. Naam. Alikuwa anafikiria ule mti, acha nikaribie ule mti nione kama uko na matunda. Kwa sababu alikuwa na nini? Alikuwa na njaa. Alipoenda alipata matunda. Alienda akakosa hiyo matunda. Kwa nini alikosa? Huo mti ulikuwa haujazaa. Kwa hivyo alikuwa hajui kama mti una matunda. Hiyo ni mafunzo. Wewe kwa mfano, wewe hapo Joeli, ukijua ule muembe uko pale hauna matunda, unaweza enda kutafuta matunda? Hapana, siwezi enda. Lakini ukiona muembe pale ukasema nina njaa, ngoja niende nipate matunda, utakuwa unafikiria kuna nini? Kuna matunda. Na ukienda ukuta hakuna matunda, itakuwa umekosea? Nimekosea. Kwa hivyo Yesu alikosea kwenda kutafuta nini? Hiyo ilikuwa maandiko. Hii maandiko tunaona hapa. Hii maandiko ni vile unafikiria we mwenyewe na huyu mwili wetu. Si hii hautafahamu hii maandiko. Wewe umefahamu? Hii maandiko unaifahamu wakati unaweza fika mahali. Wewe unayafahamu? Hii maandiko ni lazima. Na mimi sifahamu. Ni lazima uyafahamu. Sijui imani yako mahali inafika. Imani yangu inafika hivi: Mwenyezi Mungu ni wa milele, hafi, hachoki, hasinzii, halali. Umeelewa? Nimeelewa. Na hali. Biblia imesema hata sinzia wala kufanya nini? Hata kulala. Lakini Yesu alilala. Unaona? Kwa hivyo subiri. Ukiona yule ambaye ni mlinzi, kwa mfano wewe uko na watchman, umemwajiri kazi pale kwenye biashara yako au nyumbani kwako, wewe ndiye bosi, una magari yako umepake kule nje, kuna mali ya thamani na nini, umemwajiri mlinzi. Lakini ukiamka unapiga patrol kidogo kwenye dirisha hivi ukakuta mlinzi anakoroma amelala. Utasikia vizuri? Sitasikia vizuri. Utafanyaje? Nitamwambia hii kazi nataka kukushinda. Kwa sababu anafanya nini? Umelala, kwa sababu umelala. Haya. Na Mungu ambaye analala naye? Nimekwambia kwanzia kitambo, hii kulala alikuwa amelala. Si hii ya kwetu. Si hii tunafikiria. Wewe unaweza huku nafikiria hii wakati nimepata mahali nikifika mahali ya kulala, nimekwambia siwezi jua ati niko mahali fulani, siwezi jua ati niko hapa. Ni kama akili imeenda. Nimekwambia kwanzia kitambo, hii usingizi huku nafikiria, nimekuona usingizi huku nafikiria ni hii yangu wakati nikifika kwa nyumba. Ngoja tuulize maandiko neno lingine. Nipe Mathayo 24:36. Ndio nilikuwa naitafuta. Huyu anafikiria eti Yesu anajua kila kitu. Yesu ni Mungu, sijui nini, eti kulala kwake ni kulala ya kubangaiza. 24:36. 36 inasema, walakin habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuae, hata malaika walio mbinguni. Ati habari za siku ile, yani bimaana kiyama. Siku gani? Siku ya mwisho. Kwa habari ya siku ile na saa ile hakuna afanye nini? Ajui. Hakuna ajuae, hata malaika. Malaika wanajua? Hata hawajui. Hata malaika walio mbinguni, wala mwana. Na mwana afanye nini? Hajui. Huyo ni ule Yesu. Yesu hajui nini? Hiyo siku ni siku gani hiyo unafikiria? Siku ya kiyama. Hiyo ya kiyama ni kumaanisha siku ya mwisho. Hiyo siku ya mwisho na yeye Yesu hajui.
Kwa hivyo Yesu hajui siku ya nini? Ya mwisho. Si nilikwambia? Sawa. Lakini Mungu anajua kila kitu. Mungu anajua kila kitu, nilikwambia. Lakini Yesu, subiri. Lakini Yesu afanye nini? Twende pole pole. Acha tuende pole pole. Nilikwambia kuna wewe baba na huyu mwana na ule kama mjukuu. Wewe nilikwambia unajua kila kitu, lakini hawa wengine hawajui. Si nilikwambia hiyo? Sasa kwa mfano hivyo unavyosema mimi baba na huyu mwana na huyo roho, aliyekufa ni mimi baba ama ni huyu mwana? Mwenye alikufa ni huyu mwana. Kwa hivyo mimi nikabaki. Haya, pokea simu. Subiri kidogo. Tunasemaje? Ningepata dakika hiyo, ningepata muda mzuri tungeongea, kwa sababu nimeona mahali mnapotea kidogo. Sisi ndo tunapotea? Kwa kusema kwamba Mungu hafi. Siwezi sema mengi. Subiri. Ngoja. Yaani Mungu aliyetuumba tunamtetea, mimi na wewe tunamtetea. Mimi nasema hafi, wewe unasema amekufa. Mimi nasema ana uwezo mkubwa, hawezi kuchoka, wewe unasema alichoka. Mimi nasema Mwenyezi Mungu anaona kila kitu, hasinzii wala halali. Wewe unasema hapana, anasinzia na analala. Nani atakuwa amepotea kati yangu mimi na wewe? Ni lazima tuone maandiko chenye mesema. Unajua kuna sifa za Mwenyezi Mungu na za wanadamu. Ni lazima si kufikiria na hii akili yangu. Ni lazima tuone maandiko inasema aje. Hapa tumesoma. Kwani tumesoma nini hapa? Hii ni maandiko ya yenu. Hii ni maandiko, hii ni Biblia hii. Hii ni maandiko yenu. Si Biblia ni ya Waislamu? Sijui ni Biblia ama ni ndio hii. Umpe angalie ni nini. Sasa hii ni Biblia. Nikuulize kitu moja. Hii nisoma hapa. Nikuulize kitu moja. Yesu alikuja hapa duniani ama hakukuja? Yesu alikuwepo duniani. Alizaliwa na Mariamu. Alizaliwa na Mariamu. Baba yake ni nani? Hana baba, maana ilikuwa ni bikira, atachukua mimba na kumzaa mwana bila kuingiliwa. Sasa hii ako wapi? Unaweza nionyesha mahali anaishi? Yesu. Ama bikira? Huyo Yesu. Yesu alichukuliwa na Mungu akaenda huko juu. Alichukua aje? Nieleze alichukua aje? Si alinyanyuliwa? Biblia nasema wingu lilimpokea. Unasikia? Kwa mujibu wa Biblia. Si unaona sasa mahali. Subiri. Kwani alienda na gari? Alipanda ndege? Maandiki nasema. Ama alienda na ile Apollo? Maandiki nasema ya. Maandiko gani isomwe? Tafadhali. Ama alienda na jet. Sema andiko lipi? Time ndio shida. Kama ukisema maandiko yanasema ndio shida, lakini wewe tuambie, tutasoma wenyewe. Sema hilo andiko uondoke. Acha nikwambie. Nukuu tu hilo andiko liko wapi, tutasoma wenyewe. Acha nikwambie. Najua mahali mnaweza simama hapa na huko chini niliwaona. Siku moja nitatengeneza wakati nikuje nikiwa na hiyo shughuli tu. Tutaongea mengi. Na nitakuja na kitabu. Msome na mimi nisome. Nimesema Mungu alikufa. Mungu alikufa. Aliugua ugonjwa gani? Hakuwa na ugonjwa, aliuliwa. Na nani? Na wakora. Kwa hivyo kulikuwa na matanga ya Mungu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaani kungekuwa na TV wakati huo, breaking news ingekuwa gani? Unaona Tuseme Yerusalemu kule kulikuwa na TV kama KTN, KBC ama NTV ama Citizen. Breaking news ingekuwa ni gani? Hiyo sielewi. God is dead. Ati unajua news sio habari zenye kuvunjika. Breaking news manake ni yanayojiri. Habari moto. Hapo sikupati kabisa. Bwana, ikifika saa 1 hapa Kenya kawaida na saa 3 ukiangalia jioni kuna taarifa za habari, sawa? Tunaambiwa matukio yaliyotukia ama kesho kutakuwaje, habari tunapata habari. Wakati wa Yesu lau kungekuwa kuna TV na Yesu amepigwa amekufa, watu wangetangaziwa nani amekufa? Si ni Yesu. Mungu ama Yesu? Yesu. Sio Mungu. Yesu ndiye alikufa. Kwa hivyo sio Mungu. Si Mungu. Kwa hivyo Yesu sio nani? Mungu nimekwambia Mungu. Yesu ni Mungu.
Nimekwambia mbingu iko na nini tatu. Niambie, Yesu ni Mungu? Yesu ni ule mwana wa Mungu. Ni Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Ulisema mimi ni baba na wewe ni mwanangu. Mimi si ni mtu? Au mimi ni ng'ombe? Wewe ni mtu. Na mtu anazaa nani? Anazaa mtu pia. Na Mungu akizaa atazaa nani? Mwanawe. Ambaye atakuwa nani? Atakuwa Mungu. Kwa hivyo Yesu ni Mungu ama si Mungu? Ni Mungu. Kwa hivyo Mungu akafa. Hiyo maandiko ipo. Sawa. Sasa wewe hivi unaabudu Yesu ama huo Mungu aliyemtuma Mungu? Naabudu Mungu na ukikubali Mungu hawezi kubali baba, hautakubali Yesu, huyo Yesu mwanawe. Unaamini miungu wangapi wewe? Hizo tatu. Miungu watatu. Inna lillahi. Sawa. Sasa na mwana na baba hiyo. Haya, ngoja tukope andiko moja, msomee Qurani 112, aondoke akauza kahawa yake. Qurani 112 msomee. Nasema Bismillahirrahmanirrahim. Sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Ati Qurani nasema tuseme yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Sio wangapi? Sio watatu. Endelea. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahiki kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Kwa hivyo sisi natakiwa tumuombe nani? Huyo Mungu moja. Na tutegemee nani? Huyo Mungu moja. Tumwabudu nani? Huyo Mungu moja. Ambaye alimtuma nani? Hajasema. Alimtuma nani duniani? Hajasema. Endelea. Naam, hakuzaa wala hakuzaliwa. Kwa hivyo Mungu hakufanya nini? Hakuzaa na hakuzaliwa. Kwa hivyo ambaye hajazaa hana nani? Hana mtoto. Kwa hivyo Mungu hakufanya nini? Inamaanisha hajakuja. Mungu hakufanya nini? Hajakuja. Hakuzaa. Sio kuja, kuzaa. Sawa? Mbona wewe umesema ati Yesu alikuja hapa? Kumbuke umepigiwa simu na ukasema uko karibu kufika. Sasa Mkristo usiwe mtu wa kusema uongo, acha tukuachilie uende. Lakini unatamani kuendelea? Acha tu nitatengeneza time. Nenda urudi, uenda labda utatupata tu. Jumapili tuko hapa. Jumapili ndio napata nini? Sawa. Nipe namba yako nitakuita. Kama ni hiyo yenye nimekutumia pesa? Ni hiyo. Sawa. Mpendwa mtazamaji, tunaendelea. Nafikiri tumebakisha muda mfupi sana. Inshallah. Usisahau kusubscribe hapo, tukitegea wafikirie kuuliza maswali inshallah. Shuka kidogo. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpendwa mtazamaji, tunaendelea na dawa mitaani. Kumbuka kusubscribe hapo, kucomment, kulike na kushare. Hapa tunaingia kwenye ile program yetu sasa ya watu waliosilimu, na hapa tayari tuko na huyu ulisilimu. Ulikuwa unaitwa Jibrili, na yeye rafiki yangu, njoo, siku nyingi hatujaonana. Basi kuna huyu mwingine ambaye naye alisilimu hapa, akasema atapewa jina inshallah, na mpaka leo hujafikiria, hujapata jina. Huyu atakupa jina inshallah. Kaka, ulisema unaishi na brother yako? Na msikiti ulioko karibu na wewe ni upi? Hapa karibu. Mimi nataka uanze kusoma huko, na sasa hii wakupatie kanzu na kofia. Uko na simu? Sasa hebu mpe huyu kanzu, na huyu kaka yetu hapa akifikiria hapa ataitwa nani. Hii kanzu nafikiri inakutosha. Hebu vaa, toa jacket uvae kanzu tuone inshallah. Na huyu kijana mrefu njoo hapa utafute kanzu. Kitambo natafuta kanzu, acha nisemezane na huyu. Brother, mambo vipi? Poa sana. Tuambie jina lako. Kwa majina ni Julius. Julius. Mtu wa dini gani? Mimi wa ACK. ACK yani Mkristo. Mkristo. But napenda sana dini ya Islam. Asa ungependa kusilimu au? Hapo na maswali? Ya, niko na maswali nasikianga, but sasa nimekuona nataka nidhibitishe. Sasa nikuulize, ukinijibu nidhibitishe
kama ni ukweli ama ni uongo vile wanasemanga. Wanasemaje? Nasikianga wanasema eti Waislamu wote wanamwabudu Allah. Allah ndio Mungu wao. Sasa nataka unieleze kama ni ukweli ama ni uongo. Kwani unafikiri Allah ni nani? Kitu yenye nimefanya nikauliza hiyo swali. Kwa wanasema ingine kwa Qur'ani, sijui kama ni ukweli but nasikia wanasema Allah alikufa lakini hakufufuka kama mtoto wa Yesu. Okay, sawa. Sasa hapa nafikiri vile hayo ni yale ulikuwa unasikia. Lakini wakati ulikuwa unasikiliza hapa tukifundishana na Bwana Joel yule muuza kahawa, umesikia tumetoa maandiko kwamba Allah ndiye mwenye uhai wa maisha. Hasinzii, halali, hafi, yeye ni wa milele. Kwa hivyo wao ni wewe tu kuelewa. Wao walikuwa wanamlinganisha labda Mtume Muhammad na Yesu. Wao wanasema, wana kawaida kusema kwamba Mtume Muhammad alikufa hakufufuka, lakini Yesu alikufa akafufuka. One thing, kuna tofauti ya Allah Mwenyezi Mungu na Muhammad ambaye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sawa? Waislamu hamwabudu Mtume Muhammad, wanaabudu Mwenyezi Mungu, Allah ambaye hafi. Na Allah ndiye muumba wa kila kitu mpaka wewe. Lakini majina yanatofautiana na inalingana ulikotoka. Wengine wanamuita Ngai, wengine wanamuita Nyasaye, wengine sijui. Wewe unatokea wapi? Western, Mluya. Wengine wanasema Were, wengine Nyasaye. Si ni kweli? Lakini ni yule yule aliyekumba wewe, si ndiye aliyeniumba mimi? Huyo ndiye tunayemuomba, aliyeumba. Sawa? Ndio, alafu na mbona kwa Qur'an wasiseme kama Yesu, wanasema Allah na Muhammad kama Mwenyezi Mungu? Bible inasema mtoto wa Mwenyezi Mungu na Yesu. Mbona wasiseme hivyo kwa Qur'an? Mwenyezi Mungu hakuzaa. Ana mtoto. Mtoto wake. Njoni msikilize maswali huku. Njoni huku. Msikae nyuma. Njoni msikilizie huku ndio uweze kuuliza swali. Ati unasemaje? Nimeuliza mbona kwa Qur'an hawakutumia jina kama mtoto wa Yesu ama nini, walitumia Allah na Muhammad. Sasa sisi kama sisi, wacha nikwambie, kimimi naamini Muhammad ni mtu. Sasa unajua mkisema Muhammad naamini mnaabudu mtu. Hatuabudu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatumwabudu, yeye ni mtu kweli. Hufai kumwabudu mtu. Qur'an imesema, hebu mrudie tena 112. 112 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Sema Mwenyezi Mungu. Fungua usome vizuri aone. Naam. Inasema unaweza kusoma? Soma usikie raha. Sema ni Mwenyezi Mungu mmoja. Mwenyezi Mungu tu ndiye aliyestahiki, ndiye anayestahiki na viumbe vyake Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahiki kufanya nini? Kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kufanya nini? Kidogo macho inamsumbua. Wataona tu. Unajua labda ni mara yake ya kwanza yuko nervous. Hebu angalia hapa. Usipanic lakini vuta pumzi. Soma hapa. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahiki. Yaani ndiye anafaa kufanya nini? Kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hana anayefanana naye. Nani huyo? Mwenyezi Mungu. Hakufanya nini? Hakuzaa wala hakuzaliwa. Kama Mwenyezi Mungu hakuzaa, ina maana hana nini? Hana mtoto. Sababu na Mungu akizaa atakuwa na mtoto, si ndio? Na ule mtoto anaweza pia naye akafanya nini? Akazaa mwingine. Mungu akapata mjukuu. Kwa hivyo utakuwa na miungu wengi, sawa? Umeelewa? Kwa hivyo Muislamu anaabudu Mwenyezi Mungu tu aliyetuumba, aliumba kila kitu. Na ufai kumwabudu mtume yeyote, sijui Muhammad, sijui Yesu, sijui na Musa, ufai kuabudu hao wala malaika. Nimesikia hiyo. Umesikia? Umeelewa? Ya, nimeelewa. Una swali lingine au unataka kusilimu? Kusilimu ndo nasilimu Mungu hadi, lakini mimi dini yangu si ya Kiislamu. Tunasilimu lakini dini yako si ya Kiislamu. Yaani maana yake nini? Unasilimu na dini sio ya Kiislamu. Najaribu kumaanisha wakati mwingine naendanga
kwa msikiti. Ikifika Sunday pia naenda kanisa. Juu napenda tu. Unapenda kwenda msikitini na kanisani? Huku ukienda msikitini unafanyaje? Unasali? Ya, nasali ama unaenda kufanya nini? Naenda kusali na kumuomba Mwenyezi Mungu. Waislamu wanasali vipi? Hebu rudi hapo. Unaenda msikitini kumuomba nani? No, si kama Mwenyezi Mungu ni mmoja tu mwenye ametumba. Sawa, lakini si ulikuwa umesema hapa Waislamu wanaabudu mtume? Ya, nasikianga hivyo. Wanasema wakati wewe ulienda huko uliuliza? Sikuuliza juu sikupata mtu wa kumuuliza. Kila siku unaenda msikitini unakosa mtu wa kuuliza? Mbona tudanganya mchana? Sikuuliza. Lakini ukienda msikitini ama uko na girlfriend yuko msikitini? Hapana. Namtafuta Mungu. Lakini hujampata? Namtafuta, hata nikipata nitaendelea kuwa na yeye hadi milele. Okay, kwa hivyo ukienda msikitini, wakati umeenda msikitini, wewe unasali pamoja na Waislamu? Ya, nasali pamoja lakini sijashika vizuri. Waislamu wanasali vipi? Nikuonyesha ishara ama unataka? Hata kwa ishara unaweza kutuonyesha. Wanainua hivi, alafu wanaweka hivi. Wanaweka hivi, wanaweka hivi. Wanaishia hapo? Hapana. Hawaishi hapo. Wanafanyaje? Ni mingi. Pia anapiga magoti. Wanapiga magoti. Kanisani? Yes. Kanisa mnaomba. Unaomba vile umejisikia. Unaweza piga magoti ama uombe kama umesimama ama uombe kama umeketi. Ama urukaruke. Kurukaruka sio kuomba. Si ndio huko anasema ruka. Hiyo ni wanasema kwa Kiingereza praising and worshiping. Hiyo ni praising and worshiping. Praise and worship. Kwani worship si ni kuabudu? Ni kumwabudu. Sasa wakati unaabudu unaruka? Hujanishikanisha vizuri. Nimesema praise and worship. What is the meaning of worship? What is to worship? Worship ni kumwabudu na pray kumwimbia. Si ndio hapo nasema kama mna worship mnarukaruka, mnasema praise and worship. You cannot worship with the jambi. Are you getting me? Nimeelewa. Ikifika ni worshiping huwa mnaanza sasa slow motion. Si ndio hivyo? Alafu ile mtu wa piano anaanza polepole sasa. Lakini ikifika sasa ni ile kupraise. Ndio sasa kurukaruka, si ndio? Si unarukaruka, unachezea Mwenyezi Mungu. Unamchezea Mungu? Unamchezeaje? Unamchezea. Unaweza kunichezea mimi? Siwezi kuchezea kwa sababu wewe sio Mungu. Kwa hivyo nafaa kumchezea Mungu peke yake tu. Na ukisikia mtu anakuambia wewe usicheze na mimi ama usinichezee wewe? Mimi hakuna mtu mwenye naogopa, nila napeana tu heshima. Naogopa Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo mnamchezea Mungu? Namchezea. Unamchezeaje? Unamchezea hata akiwa kwenye kiti chake cha. Wewe unachezaje? Unamchezeaje Mungu? Onyesha. Siwezi kuonyesha juu wewe sio Mungu. Unatufundisha ndio na sisi tujue kama tunafaa kumchezea. Njoo huku. Njoo huku tuonyeshe. Pita hapa. Njoo hapa. Njoo tuonyeshe. Kidogo tu. Tunamalizana na huko, mimi naja. Njoo tuonyeshe uondoke. Njoo huku. Onyesha tu. Tunamchezea mwenyewe. Sasa uje tuone. Sasa. Hauwezi mchezea Mwenyezi Mungu. Haya, tuonyeshe kiwa hapo. Utamdanzia aje? Utamdanzia aje? Hebu tunataka kujua Mungu anachezewa vipi? Mwenyezi Mungu achezewe. Wewe unamchezea? Hapana. Sawa. Basi tunamalizia mpendwa mtazamaji. Nani mwingine anamchezea Mungu? Wewe unamchezea Mungu? Hapana. Mungu anafaa kuchezewa ama kuabudiwa? Qur'an imesema tumwabudu ama tumchezee? Tumwabudu. Kwa hivyo unatakiwa ujue kwamba Mwenyezi Mungu ni wa kuabudiwa, si wa kuchezewa. Kama unataka kuchezea labda ukachezea sijui eti wapi makofi ya Yesu? Napigia kwani Yesu ni mbunge? Mbona sijaiona in Islamic ikiwa na praising and worshiping? Sasa mimi nataka nikupeleke msikitini, maana wewe unatuambia umeenda msikitini lakini hujai kwenda msikitini. Nimeenda hata nilikuwa nimeanza ni vile tu Sasa wakati yule anayeongoza swala pale anaanza kusemaje? Allah. Anaanza na Allah. Allah nini? Malizia.
Are you serious? Maneno hayo unatuambia kweli ama ulienda kitambo sana? Ya, ni kitambo. Although nilienda hata nilisoma madrasa. Haya, wacha wewe kufundisha. Tunamsifu Mwenyezi Mungu vipi? Waislamu wanasemaje? Kwanza kabisa katika sala ya Kiislamu ni inampraise Mwenyezi Mungu kabisa. Na vile ulivyosema huwa tunaanza sala kwa kuinua mikono na kusema Allahu Akbar. Umewahi kusikia Allahu Akbar? Ndio. Unasikia kama tumesimama hapa huwa Sheikh akisema takbir. Unasikia tunatamka Allahu Akbar. Yani msifuni Mwenyezi Mungu, praise the Lord. Na kweli tunampraise. Tunampraise hapo hapo. Hatungoji. Tunasema Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Tunampraise moja kwa moja. Sasa wewe ni Mkristo. Wacha nikuulize hilo swali. Praise the Lord. Amen. Unaona vile umejibu? Amen. Na ikuwe hivyo. Hujampraise Mwenyezi Mungu bado. Nikisema kaa, si unafaa ukae? Nikisema kimbia, si unafaa ukimbie? Nikisema msifu Mwenyezi Mungu, hapo hapo unatamka kwa maneno unamsifu. Wewe unasema amen. Umemsifu? Umemsifu? Naona. Sasa hizo sarakasi unazoona zikipita za wanawake kukatika, angalia tu. Wanawake ndio wale wanacheza viuno. Yesu alifundisha vitu kama hivyo? Hajafundisha. Hii ibada watu wametoa wapi? Ukiingia katika kitabu cha Mathayo 26:39, Yesu akaenda mbele kidogo akaanguka kwa uso wake mpaka kifulifuli chini ya ardhi. Uso wake mpaka chini ya ardhi, anamwabudu Mwenyezi Mungu. Hiyo ni Mathayo 26:39. Na Wakristo wanajua kweli Yesu aliinamisha uso wake mpaka chini, akaenda hadi chini, uso wake chini, akamwabudu Mwenyezi Mungu. Umewahi kusikia hiyo? Ama kuna andiko Yesu alicheza kwaya? Hakuna. Kuna mtume yote, hii Biblia hii yote, kuna mtume yote aliyekuja hapa duniani akaanza kucheza densi? Hapana. Hata hiyo wanayosema ya Daudi ni matusi tu. Hakuna mtume aliyekuja hapa duniani kufanya comedy au kumchezea ati aache kumwabudu Mwenyezi Mungu, aanze kucheza densi. Hakuna mtume kama huyo. Ndio maana yake hata Biblia imekukataza mambo ya kuimba na kucheza. Mwenyezi Mungu anataka aabudiwe, sio kuchezewa. Hivi unaanza kunenguaje viuno? Unachezea Mwenyezi Mungu viuno, unaanzaje? Ukienda kuzungumza na Mwenyezi Mungu, hata leo uitwa katika State House, unaenda kuzungumza na President of Kenya. Si utaenda kama uko baridi sana, si ndio? Maana yake unakwenda kukutana na mtu mkubwa, si ndio? Ndio. Sasa kwa Mungu utaenda style hiyo ya kucheza viuno? Hapana. Sasa sisi ndio tunawarudisheni katika mstari. Tumfuate Yesu, na tukifanya ibada tufanye ibada kama mitume walivyofanya. Sawa sawa. Yesu alisema mnapoabudu na mnapoomba, muombe mkisema Baba yetu uliye juu, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ndio maana yake swala ya Muislamu anaposimama, cha kwanza huwa anaanza kwa kusoma sura katika Qur'ani inaitwa Suratul Fatiha. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All the praises be to Allah, the gracious and the merciful, the King of the day of judgment. You alone we worship and you alone we seek for guidance. Guide us to the straight path, the path of the people whom you have given your honor, and not the path of the people who have gone astray. Amin. Iko hivyo hivyo. Sasa sisi huwa tubadilishi. Kuna mahali penye umeseme tumekuja uturekebishe, tuweke straight. Sasa uko kama mwenye unajaribu kumaanisha sisi wa Kristo tujanini atumwabudu Mungu ama nini? Miongoni mwa Wakristo kuna wenye wanamwabudu Mwenyezi Mungu.
sawa, na wanajua vizuri sana kuna Mwenyezi Mungu, sawa, na hata ukiwauliza Yesu ni Mungu watakwambia la, Yesu si Mungu. Watakwambia kuna Mwenyezi Mungu, watakukataza. Bado niko na swali, nitajuaje tu wewe umeokoka? Utajuaje ati mimi nimeokoka? Kwanza, kuokoka maana yake ni nini? Kuokoka maana yake ni kumfuata Yesu. Ndio maana ya kuokoka? Ndio maana ya kuokoka? Maana nyingine ni, sikiliza sasa nikufundishe. Unaposema mimi nimeokoka, ina maana umeokolewa kutokana na hatari fulani. Kweli si kweli? Uongo kwangu, nimeona ni uongo. Sikia, ninaposema yani unapookolewa ina maana kuna mtu amekuokoa kutokana na danger fulani. Ilikuwa unaingia katika hatari fulani ambayo ingekudhuru, lakini ukaokolewa. Ndio maana ya kuokoka. Kweli si kweli? Uongo. Bado nakataa. Kwa hivyo wewe umeokoka? Siwezi kudanganya, bado. Hujaokoka bado? Hata mimi bado sijaokoka, na ukikutana na mtu hapa barabarani anasema ameokoka, huyu mtu anafaa apelekwe Madhari. Anafaa apelekwe Madhari. Unaona? Kwa sababu Yesu hata mwenyewe anafundisha, anasema yeyote atakayepambana katika jina langu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, akafanya ibada kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa maisha yake, huyo ndiye atakayeokoka. Ina maana wewe unafaa ufanye ibada kuanzia mwanzo wa maisha yako mpaka ufe. Hapo ndio sasa utaokolewa. Na unaokolewa na nini? Na moto wa Jahannam. Unaona? Moto wa Jahannam ndio mimi na wewe tunapambana tusiende katika moto huo. Ndio sasa Mwenyezi Mungu akikufufua siku ya Kiyama, kisha akuweke katika waja wema, hapo ndio unasema Mungu wangu ameniokoa. Yaani nimeokoka. Lakini sasa wewe uko hapa unasema umeokoka. Karibu Sheikh. Naam, shukran sana. Naona hapa kuna maswali tukielekea kumalizia na kuhitimisha, lakini huyo wa kuokoka sijui alitoa wapi hiyo kwamba hujamwabudu Mungu lakini unasema umeokoka, Yesu ni Bwana. Kuokoka si rahisi hivyo unavyofikiria. Na huko mbele kuna dhiki kubwa ambayo Yesu alitahadharisha watu, akasema ipo siku inakuja na itakuwa na dhiki kubwa sana. Kwa nini kutakuwa na dhiki? Kwa sababu kwanza kuna siku wanadamu wote watakufa, kisha watafufuliwa, msimame mbele ya uwanja wa hukumu, mbele ya Mwenyezi Mungu. Inaitwa siku ya Kiyama. Kiyama maana yake kisimamo. Pale watu watakuwa judged. Ama ukisikia judgment day, si bado hajafika? Ndio. Sasa wewe kwa mfano ulienda shule? Ndio. Ulifika class 8? Nilipita. Ulifika? Ndio. Ukaenda sekondari? Ndio. Uliwahi kwenda sekondari kabla hujafanya mtihani wa KCPE wa class 8? Hapana. Si lazima tena kutangazwe siku kwamba mtihani umetokea na watu wamepita au wamefaili, si ndio hivyo? Ndio. Sasa wewe umeokoka vipi? Judgment je haijafika ukahukumiwa? Ameniuliza nikamwambia sijaokoka. Haya, Petro wa kwanza 1:5 haraka alafu nichukue huyu ameuliza swali kuhusiana sijui na sadaka. Nani ameuliza? Ni huyu hapa. Uko rada. Petro wa kwanza hapa. Petro wa kwanza 1:5. Njoo msomee hapa. Naam. Hebu soma. Naam. Petro wa kwanza 1:5 inasema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Nyinyi mnalindwa kwa nguvu za nani? Mwenyezi Mungu. Kwa njia ya imani. Lazima umwamini Mungu ndo akulinde. Umwamini akulinde mpaka siku ya mwisho, utakuwa umekaa kwenye imani sahihi. Hapo ndipo wokovu utafunuliwa wakati wa mwisho. Sasa bado hatujafika wakati huo. Hata Yesu bado tunasema Jesus is coming back soon. Bado hajafika. Sasa umeokoka. Mimi nafikiri nishakujibu swala la wokovu. Tuchukue swali kutoka kwa huyo rafiki yetu hapa. Nilikuwa nauliza, sadaka ni lazima itolewe? Sadaka ni lazima itolewe? Ni lazima. Lazima utoe sadaka. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ameamrisha kutoa sadaka ili kusaidia maskini, kusaidia wasiojiweza na vile vile kuendeleza kazi ya Mungu mbele. Lakini sio kutajirisha mtu ambaye anadhulumu watu wengine. Na kwa nini mkiwa kanisani ama anywhere, pastor akitaka gari, sisi washiriki tutamchangia?
na mimi nikitaka naekewa mkono nipokee, na ipokee ambayo imetoka wapi? Yeye hawezi kupokea, lakini atakwambia pokea, na hawezi pokea bure, hata wewe utaambiwa bado. Kitu cha kwanza, pasta, na mimi sitaki kuingilia sana kazi yao. Tunajua mapasta shamba lao ni nyinyi, ni mfuko yenu. Na lazima hata wewe kuombewa na pasta, kwanza useme tatizo lako ni nini. Jinsi hitaji lako linavyokuwa kubwa, na unatakiwa upande mbegu kubwa. Maombi yako yale ambayo unaenda kumwona pasta kuombea ni tofauti na yale ambayo tajiri anaenda kumwomba kuombewa na pasta. Kuna mtu kontina yake imekwama pale Mombasa, maombi yake kwa pasta pale ofisini huwa ni marefu sana, alafu anaenda na bahasha kwanza kumwona pasta, kupanda mbegu. Lakini wewe mtu wa kawaida, wewe hata utaambiwa toa makofia takataka, unapigwa kofi kanisani. Kwa nini? Kwa nini? Sile ni biashara. Tena Mungu hajasema muende kanisani, na Yesu hajaiyo enda kanisani. Jiombee. Wewe umjue Mungu, umuombe Mungu. Kuombea unaombewa nini? Jiombee kwanza. Kabla hujaombewa jiombee, sawa? Lakini uzuri usilimu tukufundisha tofauti ya kuswali na kuomba. Maana Wakristo mnaomba sana, kuswali hamswali. Na nilikuwa na hii swali lingine. Mbona mtu akiombewa hiyo kuanguka ni really ama wajua hapo pia sielewi? Hiyo ni sarakasi. Sarakasi. Umewahi kuona tajiri anaanguka ama president? Si president anaombewa? Hata mpiga picha. President anaita mapasta. Subiri, ngoja nikwambie. Acha nikwambie ukweli. Rais wetu hapa amewahi kuita mapasta, mabishop, nani, wale wote ambao tunawaona wakiangusha watu kanisani, wakaenda kuomba State House. Ni kweli? Ndio. Hao wote pamoja na maombi yao yote na ile wanaitaka prayer breakfast kila siku waenda kula masausage na nini. Umewahi kuona hata MP mmoja ameanguka? Sijawahi ona. Hata waziri? Sijawahi ona. Nyinyi maskini nyinyi ndo mnaenda. Wale ni watu sarakasi tu wamepangwa pale. Kuna mashida mingi tunaanguka ama? Sio shida, ni kupangwa ndo. Ukiona mtu ameanguka pale, unaona yule pastor anaongea na Mungu kweli yule. Mimi mbona sijawahi anguka, lakini mtu mwingine akishikwa anaanguka. Kwani uko na kifafa? Hapana. Ni nini wewe? Yesu alikuwa anaangusha watu. Ukiona anayeanguka ni mapepo ndo walikuwa wanaanguka. Marko 3:11. Na pepo wachafu kila walipomuona walianguka mbele yake wakisema yeye ni mwana wa Mungu. Yaani ni imani ya mashetani ndo wanaanguka. Na ukiona mtu anaanguka tunasema ako na pepo. Si ndio hawa wanaanguka kanisani, wanaanza kusikia pepo toka, pepo toka. Wewe ukiona hujaanguka hauna pepo. So hiyo ni pepo anatolewa? Ni mashetani ndo wanaanguka. Sio yeye. Ni nani anaanguka kama si yeye? Wale ni sarakasi wanafanya, nishakwambia. Kwenye kipindi kijacho utakuja kuendelea. Brother ulikuwa unasemaje? Mimi nilikuwa nimesikia huyo akisema ati sijui kama unaenda kuona president, utaenda kama umenyenyekea. So hata mbele ya Mwenyezi Mungu unafaa uende kama umetulia, usiimbe, usirukeruke. Ndio hiyo nilikuwa nataka nimjibu. Sasa unamjibu vipi? Sina the exact verse but inasema hivi, hata Daudi mwenyewe mwenye alikuwa ni king aliimba na kucheza hadi mavazi yake ikararuka. So wewe unaweza cheza nguo ikararuka? Kwani hata ya mtumba, hata nguo ya mtumba inararuka hivi hivi? Upeana mfano. Hebu ni mchezo gani unaweza cheza hapa nguo hizi zako ziraruke? Unaweza cheza tu ukifanya sasa hiyo sio kucheza. Hiyo sio kucheza. Hapo ndo mnapotelea sasa. Biblia imekubali. Hapo ndo mnapotelea. Imekubali tumuimbie na tumchezee Mungu. Sasa hapo mambo ya nipe amri moja tu. Mungu anasema nichezeni. Ngoja kwanza. Subiri. Mimi nataka hivi. Nipe andiko moja. Mungu anasema niimbieni. Unasikia? Niimbieni au nichezeeni. Sina exact verse but mpendwa mtazamaji, hilo andiko alipatikani leo wala kesho. Na muda umeisha, ni wakati wetu wa kuswali. Msisahau nini Amosi? Labda anasema Amosi ni 5:22. 23. Siku anataka kwenda hapo, lakini hebu njoo usome ile andiko. 5:23 Amosi. 23 iko wapi? Ni upande huu hapa juu. 23. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kuzisikiza sauti za vinanda vyenu. Lakini hukumu na itelemke kama maji. Ati sitaki kufanya nini? Sitaki kusikia sauti za vinanda zenu. Haya, hebu soma. 6:5. Subiri, si amesema Daudi?
Wamesema Daudi aliimba, si ndio? Na kucheza. Na mpaka nguo ikararuka. Sijui ilishikwa na sengenge ama ilikuwaje. Unajua hamtuelezi. You are not coming up clearly. Hebu tusomee 6:5 sasa hapo. Amos 6:5. Unajua kusoma Bible. Ninyi mnaomba nyimbo za uimba. Ninyi mnaoimba nyimbo za upuzi. Pamoja na sauti ya vinanda na kujifanyizia vinanda vya namna nyingi kama vile Daudi. Ati nyimbo kwanza ni za nini? Upuzi. Kama za nani? Daudi. We, usisahau kusubscribe hapo, kwa comment, kulike na kushare. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صديق